Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya Upashanaji Media. Upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Ninaendelea kukushukuru sana kwa kusubscribe na kubofya kialama cha kengele mbele ya neno subscribe. Lakini pia ninakushukuru kwa kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii. Pia saluti zako nyingi kwa kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ambayo ninakurushia ama ninakupandishia kupitia Upashanaji Media, kwa kifupi hiyo media. Ni katika segmenti ya Kaka Kuona. Kaka Kuona leo amekuja na jipya. Jipya hilo ni anakupitisha kuifahamu Itumbi Jeshini iliyopo ndani ya kata ya Matundasi, wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya. Imeanzaje? Ni eneo mojawapo nchini ambalo liliteuliwa kuwa kambi ya jeshi ya wapigania uhuru kusini mwa Afrika. Kaka Kuona ameona vema akupitishe kuangazia baadhi ya maeneo yetu ya urithi wa Watanzania na wa Afrika kwa ujumla, na hatimaye amefika maeneo ya Itumbi Jeshini iliyopo kata ya Matundasi. Kaka Kuona anakuonesha kwa masikitiko makubwa kuhusu maeneo hayo ambayo yamebakia pichani tu katika kumbukumbu, lakini ukienda physically, yaani kimwili, ukifika kujionea hali ilivyo, utasikitika. Na sijui kama kuna budget zinazoendelea kuyatunza maeneo hayo. Kaka Kuona yeye hajui, lakini anakuonesha eneo la Itumbi Jeshini linaloendelea kumegwa na wachimbaji hadi kamebakia kakipande kama anavyokuonesha Kaka Kuona. Anaendelea kubainisha kuwa ukiangalia upande wa kushoto wa eneo hilo wapo majirani wachimbaji raia wa kutoka nchini China waliojenga planti yao kwa ajili ya uchenjuaji wa madini aina ya dhahabu. Kwa ujumla, kituo hiki cha urithi kimezingirwa na kumegwa kila upande na wachimbaji. Kaka Kuona anasema yeye hajui, ila amejaribu kuwaza tu kwa sauti, yani analabdisha tu. Bado Kaka Kuona ameona ni vema kujikumbusha maeneo ya urithi yaliyoteuliwa na wizara yenye dhamana na masuala hayo, ni pamoja na kambi hii iliyotumiwa na wapigania uhuru wa chama cha PAC kutoka Afrika Kusini na wapigania uhuru wa chama cha MPLA kutoka Angola na wengineo. Tunaambiwa kwamba wapo baadhi ya maraisi wa wakati huo kutoka nchi hizo jirani waliwahi kukaa maeneo haya muhimu katika historia ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kambi ya Kongwa iliyokaliwa na wapigania uhuru wa Frelimo, ANC, PAC, SWAPO na ZANU-PF ni kituo kingine cha urithi na historia muhimu kabisa. Kambi ya wapigania uhuru ya FAM 17 ama FAM 17 iliyopo wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi ni kambi nyingine iliyotumiwa na wapigania uhuru wa chama cha Frelimo kutoka nchini Msumbiji na baadaye kutumiwa na wapigania uhuru kutoka nchini Zimbabwe. Mara baada ya harakati za ukombozi zilizoanzishwa na muasisi wa taifa la Tanzania na rais wa kwanza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kukamilika kwa kushirikiana na maraisi wengine wa nchi jirani, raia walianza kuishi maeneo hayo, huku shughuli zao maarufu zikiwa ni kilimo, ufugaji na uchimbaji. Mnamo mwaka 2007 na 2013 serikali ya kijiji
iliwapatia wawekezaji baadhi ya maeneo kama Itumbi Jeshini, Matanda na kwingineko kwa shughuli za uchimbaji madini aina ya dhahabu. Shughuli za uchimbaji madini zilipelekea kuongezeka idadi ya watu, na wakazi waliongezeka. Walijenga makazi yasiyo ya kudumu kwa kutumia mabati na maturubai maarufu kama matanda ndani ya eneo la wamiliki wa leseni ya uchimbaji madini. Idadi ya watu wazima na watoto ilipozidi kuongezeka, eneo hilo ilisababisha baadhi ya wawekezaji wenye leseni ndogo za uchimbaji kuingiwa na hofu ya kuporwa maeneo yao na serikali. Kupitia mchakato wa kurasimisha vijiji, ilifanya watoe tangazo la kuwafukuza wakazi wanaoishi ndani ya maeneo hayo. Kaka Kuona anaendelea kukuweka wazi na kukupa historia kidogo ya maeneo hayo. Wananchi walipopata taarifa ya kuhamishwa kutoka katika maeneo ya wawekezaji, waliwaomba wenyeji waliotangulia kuja kabla ya shughuli za uchimbaji madini maeneo watakayoweza kujenga nyumba za kudumu katika eneo la Itumbi. Kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kilichopo chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania TET walitekeleza agizo la kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambayo kupitia vikao vyake ilielekeza Wizara ya Utamaduni kuhakikisha mitaala iliyoandaliwa na Taasisi ya Elimu Tanzania kuzingatia na kuingiza maudhui ya historia ya ukombozi wa bara la Afrika, hususan mchango wa Tanzania katika kusaidia uhuru wa nchi za Afrika. Kaka Kuona anabainisha kuwa lengo likiwa ni kuishirikisha jamii iweze kutambua, kuenzi na kuendeleza kwa pamoja urithi wa ukombozi wa Afrika kwa maendeleo endelevu. Kaka Kuona anaendelea kufafanua zaidi. Lengo jingine ni kuhakikisha kuwa historia ya ukombozi wa Afrika inatambuliwa, kuhifadhiwa, kulindwa, kutunzwa na kutangazwa kwa kuweka jitihada madhubuti baina ya nchi wanachama. Pia lengo jingine ni kuamsha na kuendeleza utafiti wa urithi wa ukombozi wa Afrika, kulinda, kuhifadhi na kuendeleza urithi wa ukombozi wa Afrika. Kaka Kuona anaendelea kufafanua zaidi kuhusu malengo ya kuanzisha vituo vya urithi. Ni pamoja na kuanzisha mfumo wa kuenzi mashujaa na kuendeleza umiliki wa urithi wa ukombozi wa Afrika, kujenga uwezo wa kitaalamu katika kusimamia na kueneza urithi wa ukombozi wa Afrika, kuratibu programu hii kwa ushirikiano miongoni mwa nchi wanachama wa programu hii na kutangaza maeneo ya urithi wa ukombozi katika gazeti la serikali ili yalindwe kisheria. Japo tunaambiwa lengo jingine ni kuyatunza na kuyahifadhi maeneo hayo ili kusaidie nchi za Afrika zilizopata uhuru kupitia nchini Tanzania katika maeneo hayo, na hivyo kuendelea kuthamini mchango wa Tanzania katika kupigania uhuru na hivyo kuendelea kuheshimu mchango wa Tanzania. Kaka Kuona anafafanua tena kuwa ni ukweli usiopingika kwamba maeneo hayo yakitunzwa na kuhifadhiwa itasaidia wananchi kutoka mataifa yaliyokombolewa na Watanzania kufika kutembelea maeneo hayo, na hivyo kuwa ni maeneo ya makumbusho na hatimaye kuwa kivutio kinachoingiza kipato, ikiwemo na kutumisha uhusiano baina ya wananchi wa mataifa yaliyopata uhuru na Watanzania waliosaidia na kuchangia ukombozi wa taifa husika. Hapa ndipo Kaka Kuona anahoji, kwa mandhari hii, muonekano huu na haya yanayoendelea kufanyika katika kituo hiki cha Itumbi Jeshini, ndivyo tunavyolilinda eneo hili au ndio tumelitelekeza? Kaka Kuona anasema haingia akilini kuona kituo hiki ukikiangalia katika tovuti ya sijui Afrika sijui nini unakiona pichani kinavyovutia, lakini ukifika ndio haya yanayoonekana. Anabainisha kuwa ni ukweli usiopingika kwamba kama kituo hiki kitakuwa kinatengewa bajeti ya kukiendesha na wafanyakazi wanaokitunza, hadi sasa
unahesabika kwenye payroll, itakuwa ni dhambi kubwa. Kaka Kuona hanaoji kama ni kweli basi kuna watu wanaopaswa kuwajibika kwa matumizi mabaya ya fedha, lakini pia kwa kupoteza kumbukumbu muhimu ya historia kwa Watanzania na bara la Afrika kwa ujumla. Kaka Kuona anasema yeye hana nongwa, anawaachia wahusika Wizara ya Utamaduni kulishughulikia jambo hili. Kaka Kuona anafafanua kuwa kutokana na kutelekezwa eneo hili, baadhi ya watu wasio wastaarabu wamegeuza kipande hiki kilichosalia kama ndiyo toilet ya chapu chapu. Uchafuzi wa mazingira umekithiri ndani ya kaeneo haka. Ni rai ya Kaka Kuona kuwasihi wahusika wa vituo hivi watekeleze malengo na makusudio ya serikali kuvitunza vituo vya urithi, na bajeti zitengwe na kusimamiwa zitumike ipasavyo kwa lengo kusudiwa. Kaka Kuona anabainisha kuwa yeye amelianzisha hili na anawaachia wamalizie wengine, na sasa huyo anajikongoja taratibu kurejea katika makazi yake mafichoni ili kuepusha kelele za wanadamu za kumzunguka na kumuomba aanze kufanya utabiri ama wagulie hali ya mambo kama kuna mvua ama njaa. Kwa hiyo huyo taratibu anakwenda kujificha katika makazi yake mafichoni. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media kupitia segmenti ya Kaka Kuona, sina la ziada. Naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika mitandao mingine ya kijamii ni vema na haki, lakini pia kudondosha komenti yako na kumwagia maua yako mengi sana na kongore zako nyingi kwa kudondosha komenti yako. Asante, bye bye.